Na siku ya leo nataka niseme ya kwamba nina neno la Kristo Yesu ambaye amenipa pamoja na wewe ili nishie pamoja na wewe. Naamini ya kwamba Kristo amekulinda mahali popote ulipo, na Jumapili iliyokuwa ya mwisho nikiingia mahali hapa, mtumishi wa Mungu, nilikuwa nimeongea juu ya vifungo katika maisha ya mwanadamu. Nikaongelea juu ya vifungo, kifungo kinafanana namna gani ama kifungo kina kazi gani katika maisha. Tukaona ya kwamba Kristo akasema ya kwamba Kristo alikuja kuwafungua wote waliokuwa wamefungiwa, waliokuwa wameshikwa mateka, waliokuwa wamedharauliwa, acha watoe katika vifungo. Tukaona ya kwamba Mungu ana kibali, akatuambia kwamba hajalishi walikuwa laani na fimbo fulani, walikuwa onyeshea katika fimbo ya madhabahu fulani, lakini ukimwamini Yesu Kristo katika ile Mungu ama katika vile vifungo unafunguliwa. Kazi ya vifungo ni nini? Mpendwa, kifungo kinafanana hivi. Kifungo unapokuwa umefungwa, kazi ya kifungo unaona kitu ama unatarajia kitu upewe, lakini kifungo unaionea katika macho lakini hauwezi kuipokea. Hiyo ni kazi ya kifungo katika ndani ya maisha ya mwanadamu. Hiyo ndiyo baadhi tuliyokuwa tukiongelea ile Jumapili iliyokuwa imepita, na zaidi ya yote nikawaambia kwamba hata kama kuna vitu walikuchukua wakakupeleka katika bahari, kama utamwamini Yesu Kristo atakufungua katika zile bahari, kwa sababu yeye ni mtu, yeye ni zaidi ya mto wa uzima. Hata ijalishi walikuweka katika miamba katika ndani ya maisha yako, Yesu Kristo ukimwamini ataenda atakufungua katika miamba waliokuweka wakakufungia ndani. Hiyo ni kazi ya vifungo. Haijalishi walikuonyeshia katika fimbo ya madhabahu, kuna madhabahu fulani ambayo ulionyeshewa, hiyo fimbo iko na nguvu fulani, ina madhabahu ya kuonyesha kwamba akikuonyeshia hauwezi funguliwa, kila jambo unalolitamani hauwezi kufanikiwa, unakaa mfungwa. Ni kuambia kwamba Yesu Kristo ukimwamini yeye ana fulfill katika ile nguvu ya fimbo na madhabahu, ile vifungo unafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Sasa siku ya leo nina topic, kwa sababu Mungu ametujalia hii topic. Naomba Roho Mtakatifu apate kunipa nguvu na kibali na kunisimamisha hata nawe mahali ulipo. Naamini ya kwamba kwa mtu mchache, hata kama nataka 10 ama nataka 5, naamini ya kwamba huu ujumbe utakufikia nao utafunguliwa. Siku ya leo sitaongea juu ya vifungo, nitaongea na topic ya juu ya laana katika maisha. Waweza kutembea, ninaweza kuishi, ninaweza kuwa mtumishi, ninaweza kuwa nabii, ninaweza kuwa mtumishi wa Mungu, ninaweza kuwa mtu mkubwa, ninaweza kuwa profesa, lakini mimi nimeishi, nimeridi katika nguvu ya laana katika ndani ya maisha yangu. Hii laana, kazi ya laana ni nini? Laana, kuna laana tofauti katika maisha. Katika jamii yenu inaonekana kwamba inawezekana ilikuwa na laana. Katika jamii yetu inawezekana tulikuwa na laana. Katika nguo, katika damu ya ukoo niliyozaliwamo, niliyolelewamo, hata mzazi wangu anaweza kuwa na laana katika maisha. Nimeridhi laana ya wazazi katika ndani ya maisha. Kazi ya laana ni nini? Laana, kazi yake, laana si kama kifungo, ni vitu viwili tofauti. Kazi ya laana ni hivi. Laana, unapata kitu, unapokea kitu katika mikononi mwako, ninapokea kitu katika mikononi mwangu, lakini ninapopokea hii kitu siwezi kuitumia, na muda mchache ninaona ya kwamba ile kitu sina tena. Hiyo ni kazi ya laana. Kifungo, kazi ya kifungo nayo inafanana hivi. Kifungo unaona na macho ama ninaitasama, lakini siwezi kuipokea. Lakini laana, ninapokea kitu, lakini tena ninapokipokea tena kwa mtu fulani tena imetoweka. Hiyo ni kazi ya laana. Kifungo na laana ni vitu viwili tofauti. Sasa laana iko na hii kazi. Laana, unapata kitu lakini hauwezi kuitumia. Laana, unaajiriwa kazi lakini hiyo kazi kwa mtu fulani inaisha. Laana unapopata katika ujue kwamba una laana, hii laana, kuna general ya laana katika ndani ya maisha, kwa sababu katika ukoo wenu inawezekana kulikuwa na laana. Katika jamii yenu inaonekana kwamba kuna laana, na kuna laana zingine za Mungu na laana zingine za wanadamu na laana zingine ni za kijiji. Kwa sababu waweza kuishi mahali lakini mahali pale palilaaniwa. Unaweza zaliwa katika damu ya ukoo, lakini hiyo jamii yenu kuna laana ambayo inatendea katika laana. For example, kuna laana ya kutokuolewa. Hiyo laana, unatembea unapata mchumba, lakini unapompata mchumba, ninampata tunafanya harusi, lakini kwa muda mchache hiyo ndoa imefunjika. Hiyo ni kazi ya laana. Laana kazi yake unapata kitu, lakini unapopata kitu hauwezi kuitumia. Hiyo ndio kazi ya laana.
Sasa kazi ya laana inawezekana katika jamii niliyozaliwamo, ni jamii niliyoishi ndani, inawezekana kwamba imelaaniwa katika jamii niliyozaliwamo. Ninaweza pata kazi, lakini kazi ninayopata kwa muda mchache inaisha. Ninaweza ajiriwa kazi mimi regular, lakini napopata kwa muda mchache kuna scandal inainuka na unaona ya kwamba nimeshasimamishwa kazi. Hiyo ni kazi ya laana katika automatic katika ulimwengu wa roho. Hiyo ndio kazi ama vipengele vya laana. Ni vingi, lakini nakuomba ya kwamba Mungu azidi kutuelekeza ili pamoja na wewe ujue ya kwamba wewe katika maisha yako unapoona kuna mahali fulani unateseka na kuna njia fulani unateseka, lakini uchapata suluhisho. Wewe hata ni nabii, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni apostle, wewe ni bishop, wewe ni sijui nani. Mungu amekuinua unaenda katika viwango vingine, lakini kuna nguvu ama kuna mfuto wa nguvu ya laana. Hii mfuto ya nguvu ya laana inapatikana namna gani? Iko katika jamii yenu, wale iko katika jamii ya ukoo, wale iko katika kina mama na baba, kwa sababu Yesu Kristo. Hii laana ambayo ninataka nikwambie, kuna laana ya Mungu na kuna laana ya mwanadamu, na ama kuna laana ya ukoo. Sasa laana ya Mungu leo sitaongea. Laana ya Mungu ni tofauti na mwanadamu. Sasa laana ambayo ninataka nikwambie, wewe mwenyewe mahali popote ulipo, ujue ya kwamba mimi ninateseka kwa ajili ya laana ya kiukoo, ama laana ya Mungu, ama laana ya madhabahu, ama katika laana ya kijiji, kwa sababu waweza kuishi katika kijiji lakini kile kijiji kililaaniwa. Kile kijiji ambacho kimelaaniwa, kuna kile kijiji hata hakuna maendeleo. Kazi ya kile kijiji ni uchawi, ni ushirikina, ni usuta, ni masengenyo, ni kazi ya uchawi tu katika kile kijiji. Hiyo kijiji jua ya kwamba kimelaaniwa mahali pale. Sasa wewe kama unaishi katika kile kijiji, unaanza kupambana na nguvu, au unaanza kupambana na nguvu za laana katika kijiji mahali penye ulipo. Lakini nataka nikwambie, kama zile laana ambazo unaishi ndani mahali pale, hata kama kuna laana katika ukoo wenu, hata kama kuna laana katika uzao, hata kama kuna laana waliokulaani, mwingine alikupata ulipokuwa kijana hata akakulaani, mwingine akanilaani katika maisha akiniambia kwamba sitafanikiwa, na hiyo laana ikaenda automatic. Hiyo laana nataka nikwambie kwamba kuna kitu ambayo umeishi katika hiyo laana, umeteseka. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, ndugu yangu, mahali popote ulipo, hii kazi yako umeteseka kwa muda, na kama hujajua kwamba una laana katika maneno ambayo nimekuhesabia 1, 2, 3, nataka nikwambie kwamba Kristo Yesu ana nguvu na uwezo na mamlaka ili akuja kurehemu siku ya leo. Kazi ya laana imesababisha watu wengi, ndoa zimeharibika, maisha yetu imeharibika, hasa kama sisi vijana, maisha yetu inaharibika kwa ajili ya laana. Na hii laana utajuaje kama wewe una laana? Utajuaje kama wewe uko na nguvu ya laana? Itajuaje kama mimi nimerithi laana ya ukoo? Kitu ya kujua kwamba umerithi katika laana ya ukoo, kuna madhabahu kama laana uko naye. Kama wewe ulisoma ukienda katika interview mahali popote, unapewa, lakini unapopewa unapata, lakini unapopata muda fulani hiyo kazi inaisha. Hiyo ni kazi ya laana. Tayari una laana katika maisha. Umejaribu katika na kampuni mingi ama serikali mingi, unapata, lakini hiyo kazi ukipata laana inaishi. Kwa sababu katika ukoo tuliozaliwamo, watu wengine walikufa hata kama hakuendesha gari wala hakuendesha pikipiki wala baisikeli, alikufa na nguvu ya ufukara ya damu ya ukoo na mila. Sasa zile madhabahu zinakuandama, hiyo laana ya ukoo inakuandama. Kitu ambacho nataka nikwambie siku ya leo, zile baadhi ambayo nimekuhesabia kama mtumishi wa Mungu mahali popote ulipo, nataka nikwambie kwamba kuna njia ama kuna suluhisho katika ndani ya maisha yako. Siku ya leo katika Ufunuo wa Yohana anasema ya kwamba baada ya hapo nikaona kitabu kilichoandikwa mbele na nyuma. Hapa kukuwa na mtu yoyote anaweza kukikaribia kile kitabu, lakini nikalia katika sauti kubwa, nikasema nani atakayeniokoa? Lakini Biblia inasema mstari wa 5 anasema ya kwamba nikaona ya kwamba mzee akatokea akaniambia kwamba wewe mwanangu usilie, wala mwanangu usiteseke, lakini tazama nimeona ya kwamba katika shina la Daudi, nimeona ya kwamba mwana kondoo alipokuja akaenda kujifungua kile kitabu kilichoandikwa mbele na nyuma, wala mtu hawezi kukitazamia kile kitabu. Lakini nikaona katika shina la Daudi mwana kondoo akaenda akakuza kile kitabu, alipokikaribia kile kitabu akaikuza, na alipoifungua ndani akaisoma, alipoisoma ndani
ndani, akaanza kufafanua maneno yaliyokuwa ndani ya kile kitabu. Ile kitabu ni nini? Ile kitabu, maisha yako ulikuwa umefungwa, ulikuwa umeteseka katika laana, umeishi katika ndoa, unaingia katika relationship, mahali popote ulipo unaingia kwa relationship, lakini relationship inaisha kwa muda fulani, miaka 2, miaka 3, miezi fulani inakuja inaisha. Lakini katika jina la Yesu Kristo, kama utasikia sauti ya Bwana asubuhi ya leo, nataka nikwambie, Mungu ananiambia katika Zaburi 107 mstari mdogo wa 20, anasema atalituma neno. Hili neno la Kristo Yesu mahali popote ulipo likushukie katika utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo, katika tamanio la moyo wako. Kama umeteseka katika nguvu za laana, zile laana ambazo unateseka, Kristo Yesu akona nguvu, amenipa kibali siku ya leo. Ninakuombea, ninakutabiri kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba vile vifungo na vile matabao na zile nguvu ambazo zilikuwa zimeridi katika maisha yako, Yesu Kristo amelituma neno katika Zaburi 107 mstari mdogo wa 20, katika Zaburi na katika Yeremia 51 mstari mdogo wa 20, anasema neno lake ni kama nyundo linapomua. Asubuhi ya leo Bwana amelituma neno ikufikie mahali popote ulipo, ndugu yangu. Ndoa yako umesumbuliwa, umeingia kwa relationship, umesumbuliwa kwa ajili ya nguvu ya laana, kwa ajili ya nguvu ya madhabahu ya laana ambayo imekuridhi katika maisha, lakini Bwana amelituma neno. Siku ya leo unaenda kufunguliwa. Kile kitabu ambacho walikuwa wamefunga, ni maisha yako walikuwa wamekufunga, ndoa zako walikuwa wamefunga, njia zako walikuwa wamefungwa, mipango zako walikuwa wamefungwa, lakini katika kabila ya Yuda ambaye ni Kristo Yesu amenituma nikwambia kwamba leo unaenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo, katika mizimu, katika nguvu za laana. Leo unaenda kung'oka katika utukufu wa Bwana. Leo unaenda kung'oka katika laana. Leo unaenda kung'oka katika madhabahu ya laana. Leo Mungu anakung'oa katika laana ambayo unajaribu kufanya kazi lakini hauwezi kuendelea. Leo Mungu anaenda kukung'oa katika vifungo na laana zote ambayo ulikuwa umefungwa, kwa sababu neno la Bwana li tayari ya kukuokoa. Mwamini Yesu Kristo amelituma neno asubuhi ya leo katika Yeremia 51. Mungu amelituma hili neno ili libomoe kila vifungo, ili libomoe kila laana ambayo imekufunga katika ndani ya maisha, ufunguliwe katika utukufu wa Bwana. Mwamini Yesu Kristo. Na kabila ya Yuda amekuja amelituma hili neno. Leo utatoka katika laana. Leo ninakuombea asubuhi ya leo, ndugu yangu, haijalishi umeteseka kwa muda, haijalishi umeteseka kwa miaka, lakini Yesu Kristo amelituma neno. Leo unafunguliwa katika laana. Leo unatoka katika vifungo ya ukoo. Leo unatoka katika nguvu za wanadamu. Leo unatoka katika madhabahu ya laana. Mungu anakung'oa. Kama kazi utapata, kama kazi utaajiriwa, kama interview utapata, kama mchumba utapata, kama maisha yako, kama huduma hata inakusumbua, leo Mungu amelituma neno. Anaenda kusimamisha, anaenda kurejesha vitu vyote vilivyokuwa vimeshikwa mateka. Leo katika maisha, hata mwingine shamba yako kwa ajili ya laana ilisababisha shamba umeuza, ulipewa shamba na shamba ukauza, ukakula, ukamaliza. Leo hauna shamba. Nataka nikuambie hiyo ni kazi ya laana. Mungu anakufungua leo. Mwamini Mungu, kimbia katika miguu ya Mungu, mlilie Bwana, atakurejesha na utapata amani, kwa sababu Mungu amelituma neno asubuhi ya leo. Mungu atakulinda. Ninataka nikuombee mahali popote ulipo. Kwa ajili ya muda kuna vikeso vingi, lakini kwa ajili ya muda ambao tunao mchache, nataka nikuombee mahali popote ulipo. Yesu Kristo asubuhi ya leo upatane na ujumbe, upatane na uzima, upatane na ukombozi, kwa sababu Mungu anaweza. Ndugu yangu, usiogope, bali Mungu amelituma neno ili ufunguliwe. Nataka nikuombee katika utukufu wa Bwana. Uliye juu mbinguni, nataka nikushukuru mtakatifu wa watakatifu. Tazama Bwana, umelituma neno asubuhi ya leo kwa ajili Bwana mtumishi wako mahali popote alipo, ambaye amelipokea hili neno. Haijalishi ameishi katika laana, haijalishi ameteseka katika nguvu za laana katika maisha yake, lakini Bwana Yesu asubuhi ya leo nanena baraka katika ndani mwake. Ukamng'oe katika laana, ukamng'oe katika vifungo vya laana katika maishani mwake. Mwenye hana amani, Kristo kamupa amani. Mwenye hana ndoa, ukamupe ndoa. Mwenye hana anatamani kazi, Kristo kamupe kazi. Mwenye alikuwa amefungwa katika laana za ukoo na mila na itikadi zote, Kristo kapate kumfungua kwa ajili ya neno lako linaweza. Asante kwa ajili ya ujumbe ambao umelituma. Asante kwa ajili ya neno ambao umenipa kwa ajili ya nguvu. Asante kwa ajili ya neno Baba ambao umelituma asubuhi ya leo. Mtumishi wako mahali alipo, ukapate kumbariki na kumuinua. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba hata na kuamini. Amen. Mungu wa amani azidi kukubariki ndugu yangu, ubarikiwe. Kwa majina naitwa Apostle Moses Wekesa, na kuomba ya kwamba nafanya kazi na
ministry ambayo inaitwa Bible Revelation. Ndugu yangu, nasema ya kwamba kanisa linapatikana katika Chipuloma. Mahali pale ukienda katika Kitale kuna kanisa, ukienda Marodoi kuna kanisa, ukienda na Chwele kule mahali inaitwa Chebukaka kuna kanisa. Lakini ninaomba ya kwamba ndugu, mahali popote ulipo, muamini Yesu Kristo, ninakukaribisha katika dhehebu na kuomba ya kwamba usikue mbali. Ukitaka kunitafuta ama kunipata, unaingia katika YouTube, unaandika Apostle Moses Wekesa. Ukiandika mahali pale utaona ujumbe wangu. Ninakuomba ya kwamba zaidi ya yote, hata ukasubscribe, hata ukashare, hata ukacomment, katika jambo lolote utakuwa umetusaidia katika kihuduma. Na yoyote anayekuwa mahali popote, anayezidi kusikia ujumbe ambao wewe unafanya ama ninaohubiri, ninakuomba kama uko katika nafasi hata kutusupport, hatuwezi kukataa, bali tunakukaribisha katika kazi yako pamoja na vyote ambavyo unavyo. Tunakuomba ya kwamba karibu katika huduma, tuombe pamoja na Mungu wa amani atatubariki. Kanisa liko Chipuloma mahali pale ambayo tunahudumu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae pamoja nasi. Ubarikiwe. Kuna ndugu aliniuliza ya kwamba si kupeana nambari ya simu. Nambari ya simu ukitaka kunipata ndugu, unapata katika 0768 55 5454 0768 55 54 54. Hiyo ni nambari ya simu. Ukinipigia ndugu, kama unahitaji maombi, waweza kunipata kwa katika mtu ambaye utasikia Mungu ako pamoja nasi, tu tayari kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Ubarikiwe. Nguvu za laana siku ya leo Mungu akuondolewe katika jina la Yesu. Upate kazi, upate tamanio la moyo wako. Ubarikiwe. Asante ndugu. Wow. Amen. Thank you so much mtazamaji for having today's show. Just witness whatever may happen and from the discussion and then preaching hapa na pale, na hope imeweza kubenefit and each and every time it's my prayer that you become powerful, and the powerfulness that I'm talking about, be aware of yourself. The devil knows you more than you know yourself, so be aware of yourself, and that is the only thing you can be able to fight this person called the devil, by through the word of God. Itakuwa baraka sana. We may preach each and every time, but if you don't take a step, even tuning in each and every Sunday, without you taking a step, it will never happen. Don't expect miracle. Miracle starts with you taking a step of each and everything, na kila kitu itakuwa baraka sana. Maybe mtumishi, kuna jambo? Asante. Mimi nimeshukuru katika nafasi ambayo umenipa. Nasema Mungu azidi kutubariki. Na zaidi ya yote naomba wasikilizaji ambao wanazidi kufuatilia hii channel, naamini ya kwamba tunaingia mahali hapa watumishi wa Mungu tofauti. Naomba ya kwamba haya mafundisho ambayo tunajaribu kufundisha mahali hapa, jaribu kuzingatia moja, na naamini ya kwamba Mungu atakubariki. Ni hivyo tu, ubariki. Wow, thank you so much mtazamaji. We have come at the end of the show today. It has been a dope episode from me. Manze, I've learned a lot. God is keeping on elevating me to this level, and it's amazing that you can be able to see each other growing to that level. Itakuwa baraka sana. So I wish you a dope week. Remember that each and every week it's a goal setting moment. Set your goal, go through each and everything, and remember to take care of your moments, because it's built up for a season. So don't have a bad season because you squander your moments. Make sure you take care of your moments so that you can be able to have a dope season, and itakuwa baraka sana. So see you next Sunday. God bless tu sana. Ubarikiwe. Yes.